Karibu tena mtazamaji wa FJ TV ndani ya kipindi chako pendwa cha michezo Sport Recap. Utakuwa nami Neema Kayugwa na udha wako wa zamu, lakini pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Ahmed Ali ambaye ni mchambuzi wetu wa zamu kwa siku ya leo. Kubwa zaidi tutaenda kuangazia NBC ambayo iliendelea kwa michezo miwili siku ya jana. Young Africans akitoa sare mbele ya TRA United, lakini Singida Black Stars dakika za jioni kabisa mbele ya Tanzania Prisons akafanikiwa kuchukua alama 3. Mabao 2-1 yaliyomfanikisha Singida Black Stars kuchukua alama 3. Endelea kusalia nasi, tunarejea muda si mrefu. Bwana mtazamaji wa FJTV, ukiachana na masuala ya ligi kuu Tanzania bara, tunafahamu siku ya jana pia michezo ya UEFA Champions League hatua ya 16 bora ilichezwa. Sasa kabla ya UEFA bwana, niko hapa na Ahmed Ali. Yeye atatuambia kwa michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa iliyochezwa jana ameitathmini vipi ama anaitazama vipi, na matokeo ya Yanga kidogo yameanza kuwashtua mashabiki. Ahmed Ali, mashabiki wengi wanaanza kusema kwamba TFF na bodi ya ligi wanawahujumu kwa maana ratiba yao imekuwa ni ngumu, lakini pia ukiangalia wachezaji wao wengi ni majeraha, lakini bado wamewapa back to back mechi. Alafu wengine tena wameitwa timu ya taifa. Tunafahamu siku ya jana Gamondi ameita kikosi cha timu ya taifa kuelekea kwenye FIFA Seals ambazo zinaendelea. Kwako wewe, Yanga sare ya 4 mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wowote. Ulitegemea Yanga ya msimu kuliko ile ya msimu wa mwaka jana? Kwanza kabisa naweza nikawapa pongezi kwa namna moja kwa sababu wanaendeleza na historia yao ile unbeaten katika mechi yao. Ukija kuangalia mechi, washacheza mechi nyingi 30 plus bila inakuwa ni ya 34. Mechi ya 34 unbeaten, kwa unakuja kuona ni timu ambayo yenye ubora kiasi fulani. Lakini ukija kuzungumzia masuala ya majeraha, masuala ya wachezaji wengine kuitwa katika timu ya taifa, hiyo au tunasema hiyo ni reason ambayo iko nje ya ratiba ya TFF, kwa sababu TFF kwa kawaida inapanga ratiba yake na hakuna timu ambayo inacheza kwamba before masaa 48. Kwa hiyo tunajua timu baada ya masaa 48 inaweza kacheza mechi na haijalishi ni mechi aina gani, ila kama ishako tu ni ratiba inabidi icheze. Kwa issue ya majeraha, issue sija ratiba kwa tight havihusiani hata kidogo, na hii ndio inakuja neno halisi au maana halisi ya kikosi kipana, kwa sababu tunaona mwanzo wa msimu kila timu ilijigamba kwamba ina kikosi kipana. Kwa hiyo haijalishi akitoka mtu fulani au watu fulani kwa majeruhi kama ndio timu isicheze katika ule bora. Tunataka tuone sasa upana wa kikosi kwa lengo gani. Hapo ndo tunazungumzia sasa upana wa kikosi, kwamba akitoka fulani anaingia fulani ni kitu kile kile at the same. That is tunasema wideness of ya kikosi. Kwa hiyo kuzungumzia pia mchezo wa jana, tuje kurejea katika mchezo wa jana. Mimi naona ligi ya Tanzania inazidi kuwa bora kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu wengi hawakuamini kile kilichotokea. Au so tuseme mashabiki au na wapenzi wa mpira walitarajia kwamba game ya jana TRA angepoteza hata kwa magoli angalau 2 au hata 3+, lakini unakuja kuangalia game inakuwa very tight. The end of days, mwisho wa siku game inaisha kwa suru bila kufungana. Kwa unakuja kuona TRA imekuja kwa surprise, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida au kitu ambacho kilikuwa nje ya matarajio kwa wapenzi wa soka, pia hata kwa mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Lakini huo ndo mpira ulivyo. Kwa kila kitu maandalizi. Kila mpinzani unakutana naye mbele ni kujiandaa kuona namna gani unaweza kupata pointi 3 kwa hudi na uvumba. Lakini jana unaona TRA walitimiza lile lengo lao walilolitaji, maana kwa sababu hadi timu inaisha sare, alafu wanashangilia timu kama wameshinda. Kwa unaona kabisa hii ni zaidi kwamba wao waliingia katika mchezo mawili, kupata sare ama kuifunga Yanga, lakini lengo kubwa la kwanza lilikuwa ni kupata sare. Ndio maana hata refa alipopuliza mpira kumaliza kipindi kwa walishangilia. Umeona timu kwamba walijiandaa au walikuwa wanahitaji sare kwa hudi na uvumba, na hiyo hapo sare imepelekea hadi kufika katika nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi, ikiwa umecheza michezo ya 15 pointi 20 bila kukosea. Uko sawa. Lakini pia kwa upande wa Yanga, mtazamaji wa FJTV, ni kujuze kwamba baada ya sare ya jana Yanga anafikisha michezo 15 akiwa ameshinda michezo 4 na ameshinda michezo 11 na kudraw michezo 4. Yanga hajapoteza mchezo wote mpaka sasa hivi ndani ya ligi na kukusanya alama 37 mpaka sasa hivi anaongoza ligi. Lakini ukiangalia nafasi ya pili na ashikiliwa na klabu ya Azam FC, yeye ana michezo 14 akiwa ameshinda michezo 7 na kudraw michezo 7 akiwa hajapoteza mchezo wote na pointi 28. Nafasi ya tatu bwana inakamatwa na JKT Tanzania, michezo 17, ameshinda michezo 7, akidraw michezo 7 na kupoteza michezo 3, pointi 28. Nafasi ya 4 bwana na ya mwisho nikikujuza
inashikiliwa na klabu ya Simba. Yeye bwana ana michezo 12 mkononi aliyoicheza, lakini ameshinda michezo 8, lakini akidraw michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja, akiwa na pointi 27. Ukiangalia msimamo mpaka sasa hivi kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya 4 tukimalizia, Ahmed Ally nilitegemea kumuona Singida, lakini katikati kaingia JKT Tanzania. Kwa sekunde chache, neno lako kwa JKT Tanzania. JKT wako pale soko bahati mbaya, ni kulingana na ukubwa wa kikosi walichokuwa nacho. Sijajua tu wanakumbwaga na upepo gani wanapocheza na baadhi ya vilabu vingi. Akija kuangalia JKT na wachezaji walio bora zaidi, ukija kuzungumzia wachezaji kama kina Saleh Karabaka, kwa kuzungumzia baadhi ya wachezaji wawili watatu kutoka klabu ya Simba wako pale JKT. Kwa kuona ni wachezaji ambao wenye ubora na wenye nguvu zaidi ya kuhitaji matokeo. Kwa hiyo utakuja kuangalia hadi kufika pale sasa hivi anameshika nafasi ya 3. Ni kulingana ubora wa kikosi chao. Kwa mimi siwashangae usidoubt au stay neno kwa JKT kwa katika nafasi ile pale kwa sasa. Lakini nakuja kuchia neno kwa klabu ya Singida Black Star ambao kwa sasa hivi wako chini kabisa. Hivyo wako mbali sana, lakini wako chini kinyume na matarajio ya watu wengi ambao walitarajia labda tuone katika top 3 au angalau nafasi ya 4, lakini haikuwa hivyo kutokana baadhi ya mechi hapo mwanzoni walidelay sana, hususan kipindi kile walichokuwa na shiriki katika michuano ya kimataifa, michuano ya Afrika ya shirikisho. Pamoja kuona katika shirikisho nguvu nyingi waliwekeza kule, then of day wakirudi katika ligi kuu mawili walikuwa wanapoteza au wanatoa sare, lakini baada ya michuano kuisha, hata mwenyewe utakuwa shahidi, angalia hizo mechi zake za hivi karibuni, ameweza kurecover, kikosi kinajengeka tena upya na unaona kabisa anapata matokeo. Yani anacheza mpira ulio soft kabisa. Rejelea mechi yake na Mbeya City anashinda 4-1. Kwa kuja kuona ni timu ambayo tayari ishajua wapi ilikosea, hata inaanza kujisawazisha makosa yake na bado hajachelewa, bado ana mechi mbele yao, wanaweza wakafanya wonders na wakarudi katika hiyo nafasi watu wengi ambao wanaitarajia. Bwana, kwa upande wa JKT pamoja na Singida Black Stars, kwa nafasi ambazo waliopo wanaweza kufanya vizuri na kuendelea kufanya vizuri, lakini tukiachana na taarifa ya JKT Tanzania, Yanga, Azam pamoja na Simba, nikujuze tu pia bwana, siku ya jana Singida Black Stars alifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-1 mbele ya Tanzania Prison. Tanzania Prison walianza kupata bao kwa mkwaju wa penalti, lakini baada ya hapo akaja Singida Black Stars akasawazisha, lakini dakika za jioni bwana, Imoro, mmoja ya wachezaji ambao wamekuja kufanya vitu vikubwa ndani ya michezo miwili, ana magoli 3. Mimi sina la ziada kwenye taarifa za hapa ndani, tukirejea ni upande wa kimataifa zaidi. Bwana, katika upande wa kimataifa najua wengi wanafahamu, lakini ambao hamfahamu bwana, ni tumeshapata robo finali katika UEFA Champions League. Nikujuze tu robo finali, PSG atakutana na Liverpool, lakini Madrid atakutana na Bayern Munich, lakini Barcelona yeye atakutana na Atletico Madrid. Tuseme kama La Liga imehamia ndani ya UEFA Champions League, lakini Sporting CP yeye atakutana na Arsenal. Timu gani ambao ulitegemea kuingia robo finali na imekuangusha kati ya zile ambazo zimeshatoka 16 bora? Kwa upande wangu mimi naona wote walioingia wana deserve, na wote ambao walikuwa watarajiwa kuingia, mimi nahisi wote ndio matarajio yangu ambao watakiwa ingie katika robo finali wote wameingia. Ya kuzungumzia Barcelona, Atletico, unaja kuangalia yani ni zile timu ambazo tayari zilishajengea yani ule ushindani wao kwa hali na mali. Ukija kuangalia katika ukizungumzia Barcelona na Atletico katika ligi ya Spain, kuna unaja kuona ni timu ambazo tayari kila mechi wanashinda na sio kushinda tu, kutoa ushindani ulio bora. Ukija kuzungumzia kina Atalanta na wengineo, wote ni timu ambazo tayari yani zinaonyesha hiki, yani kwamba zinakupa mwangaza watu, yes tunahitaji kufika sehemu fulani katika mashindano ya aina yoyote. Kwa hiyo hadi kufika katika hatua, yani niliziona tagia zile hatua za awali huko 16 hadi zinaingia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo unakuja kuona tayari ni zile timu ambazo zilishajijenga kuanzia awali hadi hatua zilipofikia. Na kwa upande wangu mimi na bado naiona timu moja hapo ya Spain ikiwa inaendelea kuingia katika hatua ya nusu finali. Hatua zinazofuata. Watu wengi wameongea kwamba klabu ya Arsenal ni kama anatafutiwa ubingwa kwa sababu amepatiwa timu ambayo bado kwake ni kama kibonde. Sporting CP ni kibonde kwa Arsenal ama watu ni maneno tu anayaongea? Kwa sababu hadi sasa hivi ukija kuona Sporting CP ni ametoka hatua ya awali hadi amefika hatua robo finali. Kwa hiyo ni timu kubwa na inaweza kuamua matokeo kwa sababu alishacheza michuano mingi na alishacheza mechi nyingi na ameshinda zote. Sababu hata kwa awali alipotoka amekutana vigongo, si amewatoa. Kwa hadi kufika hatua hii alofikia, it means hakuna mkubwa kuna mdogo, yani wote aziseme. Lakini mtu atakayeeka ratiba yake vizuri, atakayechanga karata zake katika battle la uwanjani ndio anaweza kuibuka na ushindi. Kwa hiyo siku zote hii ni michezo ya knockout ambayo hainaga ufundi sana.
Kwa hiyo atakavyojiandaa mwanzako ndo anaweza kupata matokeo mbele yako. Kwa hiyo mimi naamini bado mchezo utakuwa ni mgumu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sio mchezo ambao kuingia na matokeo yako rasmi. Nani unamuona kwenda katika hatua inayofuata ukizingatia na viwango vya hizi timu zote ambazo nimekutajia hapa? Ukiangalia ligi ya Uingereza imeingiza timu 2 tu. Kwa ile hatua ya ile tuseme ni kama makundi, mfumo wa ligi zilitoka timu 6. Lakini sasa hivi zimebaki timu 2 ambaye ni Arsenal na Liverpool. Unamuona mmoja wao akiendelea kusonga mbele ama zote zinasonga mbele? Arsenal ana asilimia kubwa ya kusonga mbele kulingana na mpinzani. Sio kulingana na mpinzani. Turudi pale katika mpinzani Sports SP sio kwamba ni mbaya kiasi hicho, lakini kuja katika ile takwimu tukija kuangalia historia yani uzani ukija kuona kabisa kuna sehemu au kwenye makaratasi Arsenal yupo juu kwa namna moja au nyingine, yani ukija kuangalia katika vilabu hivyo viwili ambavyo vitaweza kupita hapo kimoja hapo vya ligi ya England, mimi namuona kabisa Arsenal ana asilimia kubwa ya kupita kuendelea na nafasi au na hatua za mbele zaidi kuliko Liverpool katika mchezo ambao michezo ya UEFA inayotarajiwa hapo mbele. Bwana, kwa upande wa Liverpool yeye hajapewa nafasi ya kwenda mbele zaidi, lakini mpira ni dakika 90 na mpira unadunda. Tunafahamu Liverpool atakutana na bingwa mtetezi wa hii michuano ambaye ni PSG, lakini kwa mwenzie ambaye wanacheza ligi moja yeye Arsenal ataenda kukutana na Sporting CP, lakini ukiangalia Madrid ana mfupa mzito. Mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini nilikuwa na Ahmed Ali ambaye kakupitisha kwenye uchambuzi kiundani zaidi kuhusiana na taarifa ya Yanga kutoa sare ya 4 mpaka sasa hivi kwenye ligi bila kupoteza mchezo wote, lakini pia kuhusiana na robo finali za UEFA Champions League ambazo kwa siku ya jana tumefahamu ni nani na nani ambaye ameenda katika hatua ya robo finali. Nyuma ya kamera alikuwa ni Apostle Master. Huyu unaweza kumuita shabiki kindakindaki wa klabu ya Manchester City. Kwa hapa ndani sijui ni klabu gani ambaye anaishabikia. Hadi wakati mwingine ndani ya FJ TV.